إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na kwa neema zake kutuwezesha kufika mahala hapa, lengo na shabaha kwa ajili ya kuyatekeleza yale ambayo tumewajibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja katika sisi anapaswa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kujipamba na sifa ya uchamungu ili aweze kufanikiwa katika maisha yake ya hapa duniani, lakini pia katika maisha yake ya kesho akhera. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hutuba yetu ya leo ina kichwa cha habari kinachosema almudawamatu ala alibada ba'da Ramadhan, kuendelea na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hata baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Huu ni wasia wetu kwa leo, kwamba kila mmoja katika sisi awe tayari kuendelea na ibada, awe tayari kuendelea na mambo ya kheri, awe tayari kuendelea kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala hata baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, alaina an na'lama jayyidan bi anna kulla shay'in lahu bidaya wa lahu nihaya. Tufahamu ndugu zangu katika imani kwamba kila jambo huwa lina mwanzo na linakuwa na mwisho wake. Hakuna jambo ambalo linakuwa na mwanzo tu lisiwe na mwisho. Lakini pia hakuna jambo ambalo lina mwisho halina mwanzo. Kila jambo lina mwanzo na lina mwisho wake.
Ikiwa hali ndiyo hiyo kwamba kila jambo lina mwisho na kila jambo lina mwanzo, wa hakadha raaina anna shahra ramadana qad intaha, na hivi tumeona ya kwamba mwezi wa Ramadhani umemalizika, mwezi wa Ramadhani umeisha. Wantawat safahatuhu, na madaftari yake, mafaili yake yamefungwa. Bima fiha min a'malin, mafaili hayo na madaftari hayo yamefungwa kukiwa ndani yake kuna amali za watu, kukiwa ndani yake kuna matendo ya watu. Wasawfa yashhadu alaina amama Allah azza wa jalla, na mwezi wa Ramadhani utakwenda kutoa ushahidi kwa yale tuliyoyafanya sisi ndani ya mwezi wa Ramadhani, yawe ni mema, mwezi wa Ramadhani utatoa ushahidi. Yawe ni mabaya, mwezi wa Ramadhani utatoa ushahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila Ramadhani inapokuja, inaondoka na matendo yetu na itakwenda kutoa ushahidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, wa inna ma kunna nara, na hakika sisi tulikuwa tunaona, anna almasajida, misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, tulikuwa tunaona misikiti mamnu'atun bil muslimin, misikiti ilikuwa inajaa waumini fi jamii al-furudhi, katika sala zote za faradhi. Yani Ramadhani hii, Ijumaa hii ingekuwa ndani ya Ramadhani, saizi ukija utaswalia barabarani, watu wamejaa. Swala zote za faradhi waumini wamejaa misikitini kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal masajid amiratun bi qira'ati al-Qur'an al-Karim, na tulikuwa tunaona misikiti namna ilivyokuwa imeimarishwa kwa kusoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu amekaa pale anasoma Qur'ani, huyu amekaa huku anasoma Qur'ani. Ukiangalia msikitini watu wamekaa na kila mmoja ameshika msahafu anasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhakirina Allah, na tulikuwa tunaona misikiti iliyokuwa imejaa watu ambao wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wasajidina, na tulikuwa tunaona watu wakisujudu kwa wingi katika msikiti yetu. Wa halaqatil ilmi, na namna durusi mbalimbali katika misikiti zilikuwa zimeenea. Watu wanakaa wanasikiliza tafsiri ya Qur'an, watu wamekaa wanasikiliza ahkamu siyam, watu wamekaa wanasikiliza mambo mbalimbali yanayohusiana na dini yao. Watu wamejaa katika durusi mbalimbali. Zile halaqatul ilmi namna zilivyokuwa zinajaa katika misikiti. Lakini cha kushangaza na kusikitisha, fa idha intaha ash-shahru, mwezi wa Ramadhani unapomalizika, intahat hadhihi al-a'mal, matendo haya mazuri nayo pia yanaisha, matendo mazuri yanakoma, matendo mazuri hayaendelei. Hauoni tena watu wakijaa katika swala za faradhi, hauoni tena watu wakisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, hauoni tena watu wakimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hauoni. Faya hasarata ala al-ibadi, ni hasara iliyoje kwa waja, kaannahum ya'buduna ash-shahra, kana kwamba wao walikuwa wanauabudu mwezi wa Ramadhani, wala ya'buduna Allah, na hawakuwa wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa watu kana kwamba walikuwa wanauabudu mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani unamalizika, hawana tena muda wa kuweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hawana tena muda wa kuisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawana tena muda wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hawana tena muda wa kutoa sadakati zao na kufanya mambo ya kheri.
Uzao katika imani, waman kana ya'budu Allah haqqan, na yule ambaye alikuwa anamwabudu Allah ukweli wa kumwabudu Allah ndani ya mwezi wa Ramadhani, fa alayhi an yastamirra, ni juu yake aendelee fi ta'atihi wa ibadatihi, katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na aendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uhadhiru alladhina ya'buduna al-ayyama wash-shuhura, lakini pia ninawatahadharisha wale ambao, ninawaonya wale ambao wana tabia ya kuabudu miezi na kuabudu masiku. Masiku haya yanapomalizika hawaoni wakifanya kheri. Masiku haya yakimalizika hawaoni wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu ambao wanaabudu masiku. Kuna mtu anaswali Ijumaa hadi Ijumaa, yani hapa katikati hana muda na wala hana nafasi, anaswali Ijumaa hadi Ijumaa. Huyo Mungu wake ni Ijumaa. Kuna watu wanaswali Idi hadi Idi, yani ameandaa kanzu yake kwa ajili ya kuswalia Idi. Idi inapomalizika kanzu inawekwa sandukuni mpaka Idi nyingine. Hamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka siku ya Idi. Watu wa namna hii wapo. Lakini kuna watu ambao wanamwabudu Allah mwezi hadi mwezi, wanafanya ibada kwenye mwezi wa Ramadhani. Ramadhani inapomalizika anasubiria tena Ramadhani ya mwakani. Hawa tunawaonya na kuwapa tahadhari, waachane na tabia hiyo. Wasiwe ni wenye kuabudu masiku, wamwabudu Mola wa masiku haya. Wasiwe ni wenye kuabudu miezi, wamwabudu Mola wa miezi hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala yupo katika masiku yote. Allah subhanahu wa ta'ala yupo katika miezi yote. Watu wa namna hiyo ambao wanafanya kazi ya kuabudu masiku na wanafanya kazi ya kuabudu miezi, watu hao ikiwa wapo, fahadha dalilun ala adami qabuli a'malihim, hii ni dalili ya kutokukubaliwa matendo yao ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hii ni dalili ya kwamba Ramadhani yao haijakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lau Ramadhani yao ingekubaliwa na Allah, matendo yao yangekubaliwa na Allah, ungewaona wanaendelea na ibadati hata baada ya kumalizika Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, tahadhari hadha, tahadhari yangu hii na onyo langu hili, anna mithla hadha, hakika mfano wa mtu huyu anayefanya ibada mwezi wa Ramadhani tu, kamathali alladhi bana thumma hadama, ni sawa na mtu ambaye amejenga nyumba nzuri, amechukua muda mrefu kujenga, kisha anakuja kuibomoa na kuiharibu nyumba yake ndani ya siku moja. Hii ni hasara. Unapojenga nyumba una malengo ya kuishi, ile nyumba ikusitiri, ukae na uishi katika nyumba yako. Lakini umejenga nyumba, unamaliza kuijenga kisha ukaibomoa, kwa kweli hata majirani zako watakushangaa, hata jamaa zako, ndugu zako watakushangaa kwamba huyu mtu akili zake ziko sawa sawa au haziko sawa sawa. Amejenga nyumba nzuri namna hii, halafu kisha baada ya kumalizika anatakiwa ahamie, yeye anaivunja na kuiharibu. Ndiyo mfano wa mtu ambaye anafanya ibada mwezi wa Ramadhani tu. Ramadhani inapomalizika anaachana na ibada, anakimbia misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, anazikimbia khairi. Huyu sawa na mtu aliyejenga nyumba nzuri kisha akaibomoa. Tusiyabomoe na kuyaharibu tuliyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, ili matendo haya yakatusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, salaf moja anasema, man soma ramadana
yeyote ambaye atafunga mwezi wa Ramadhani wa huwa yuhaddithu nafsahu, na hali yakuwa anaisemesha nafsi yake, annahu idha aftara ba'da ramadhana, kwamba yeye baada ya kufungua baada ya Ramadhani, atakapofungua baada ya Ramadhani ameweka azma na anaisemesha nafsi yake Allah ya'si Allah, kwamba hata muasi Allah subhanahu wa ta'ala, hata yarudia yale ambayo aliyatubia kabla ya Ramadhani au aliyatubia ndani ya mwezi wa Ramadhani, anaweka azma hiyo na nia hiyo kwamba hata muasi tena Allah subhanahu wa ta'ala, hata mkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Dakhala aljannata bighairi mas'alatin wala hisabin, huwa ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kuhojiwa wala kuhesabiwa. Na hii ni neema kubwa kwa Uislamu. Ukipata neema hii ukaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kuhojiwa, bila ya kuulizwa jambo lolote, lakini pia bila ya kuhesabiwa matendo yako, hii ni neema kubwa sana ndugu yangu katika imani. Na anayetaka kuipata neema hii aiambie nafsi yake kwamba Ramadhani imemalizika, lakini sitorudia na wala sitofanya maasi ambayo nilitubia kutokana na maasi hayo. Kutokuulizwa kitu, kutokuhojiwa ni neema. Leo unapoitwa kwa malezi kwa ajili ya mahojiano, unaanza kutetemeka, sijui nitakwenda kueleza nini. Sikwambii utakapoitwa kwa mwenyekiti wa kijiji, sikwambii utakapoitwa kwa mtendaji, sikwambii utakapoitwa polisi, kwamba unahitajika polisi kwa ajili ya mahojiano. Namna unavyoogopa. Watu wangapi wamehojiwa, inafikia mahala mtu anazimia kwa mahojiano tu na mwanadamu mwenzake. Sasa sikwambii mahojiano ya siku ya Kiyama, kwenda kuhojiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa katika mazingira gani? Kuhojiwa ni adhabu. Ukipata neema hii ya kutokuhojiwa, wallahi hii ni neema. Na ili uweze kuipata neema hii, iambie nafsi yako, bwana, mimi sitorudia madhambi. Yale madhambi niliyotubia kabla ya Ramadhani au ndani ya Ramadhani, siko tayari tena kuendelea nayo. Lakini pia ukipata neema ya kutokuhesabiwa matendo yako, hii ni neema kubwa. Kuhesabiwa vile vile ni adhabu kibinadamu tu. Unaambia bwana, leo tunataka tufanye mahesabu ya mali yako. Unaweza ukakimbia mahesabu hayo na mali zingine ukazificha. Leo unapoambiwa kwamba watu wa TRA watapita siku fulani kwa ajili ya kufanyia watu mahesabu biashara zao, utakuta mtaa huo siku hiyo maduka yote yamefungwa. Watu wanaogopa kuja kufanyiwa mahesabu. Sasa kama unaogopa mahesabu ya mwanadamu, mahesabu ya Allah ambayo hayakosei hata kidogo, ni adhabu. Sasa ili usiende kuhesabiwa mbele ya Allah matendo yako, iambie nafsi yako, basi yale mabaya mimi sitarudia tena. Nimetubia na nimeyaacha, sitarudia tena kuyafanya mambo hayo, ili upate bahati hii ya kwenda kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kuhojiwa, bila ya kuhesabiwa. Kisha akasema, wa man sama ramadhana, na yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani, wa huwa yuhaddithu nafsahu, na yeye akiwa anaisemesha nafsi yake, annahu idha aftara aswa rabbahu, kwamba atakapofungua, utakapomalizika mwezi wa Ramadhani, aswa rabbahu, atarudia yale maasiya yake aliyoyaacha ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ni wangapi ambao waliacha pombe ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini hivi sasa tayari wamesharudi, wako vilabuni, wanakunywa pombe kama hawana akili nzuri? Ni wangapi ambao waliacha sigara, lakini hivi sasa wanavuta? Tena vijana wengine wanavuta mpaka na bangi. Ni wangapi ambao walitengana na vimadanyao na watu ambao hawajafunga nao ndoa,
Ramadhani bwana imefika, nenda kwenu, tena wanaadhana utakuja baada ya Ramadhani. Yeyote ambaye ameweka nia baada ya kumalizika Ramadhani atafanya maasi, baada ya kumalizika Ramadhani atarudia madhambi, mtu huyo fasiyamuhu alayhi mardud, funga yake itarudishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, haitopokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kwa hakika wako wengi ambao waliweka nia Ramadhani kishamalizika mtafanya 1 2 3 4 5, yote ni maasi, yote ni madhambi, yote ni makosa. Mtu anaweka nia kwamba baada ya Ramadhani mtayafanya haya, mpaka wale waganga wa kienyeji kwamba mwezi wa Ramadhani wameacha kumshirikisha Allah, lakini bwana wewe ni mteja wangu, njoo baada ya Ramadhani, kwenye Ramadhani siwezi fanya mambo haya. Kama ni khairi kwa nini hata kuifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani? Kama ni kusaidia watu ni khairi, kwa nini usimsaidie mgonjwa? Anamwambia njoo baada ya Ramadhani. Kwa yote ambaye ameweka nia kwamba baada ya Ramadhani atarudia mambo yake, atarudia maasi, atarudia madhambi, huyo funga yake itarudishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika Muislamu anatakiwa awe ni mwenye kudumu na ibada, almudawama. Muislamu dumu na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, dumu na ibada. Na unapodumu na ibada kuna matunda na kuna faida. Miongoni mwa matunda na faida ya kudumu na ibada, faida ya kwanza, annaha sababun limahabbati Allah subhanahu wa ta'ala lil'abdi. Kudumu na ibada ni sababu ya wewe kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kudumu na ibada ni sababu ya kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Abu Huraira amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema qala Allahu azza wa jalla, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana hii ni hadithul qudusi. Allah anasema wama taqarraba ilayya 'abdi bishay'in ahabba ilayya, hatajikurubisha kwangu mimi mja wangu kwa kufanya jambo ambalo nalipenda zaidi au ninapendeza zaidi kwangu mimi, mimma iftaratu alayhi, kuliko kulifanya jambo ambalo mimi nimemfaradhishia. Unapofanya jambo la faradhi, jambo la wajibu, Allah subhanahu wa ta'ala anapenda sana wewe kufanya hivyo. Wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, na hata mja wangu kujikurubisha kwangu kwa kufanya ibada za sunna, hatta uhibba, mpaka nitampenda. Fa idha ahabbtuhu, nitakapompenda huyo mja wangu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, mimi nitakuwa ndio masikio yake ambayo anasikia kwa masikio hayo, na masikio hayo hayatasikia haramu. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, na mimi nitakuwa ndio macho yake ya kuona, hataweza kuona ya haramu. Wa yadahu allati yubtishu biha, na mimi nitakuwa ndio mkono wake wa kushika, hataweza kushika cha haramu. Wa rijlahu allati yamshi biha, na mimi ndio nitakuwa ndio mguu wake wa kutembelea, hataweza kuondoka na kutembea na kuenda kwenye maasi na makosa. Wa insalani la utiyannahu, na akiniomba wallahi nitampa. Ukipenda na Allah subhanahu wa ta'ala, jambo lolote utakalomuomba Allah, Allah atakupa. Wala in ista'adhani la u'idanna, na ikiwa atanitaka nimkinga, nimkinge na jambo fulani, nimkinge na mabaya, nimkinge na macho ya watu, nimkinge na husda za watu, nimkinge na uchawi, nimkinge na mashaitani wa kijini, Allah anasema nitamkinga huyo mja wangu. Ndugu katika imani, hii ni faida ya wewe kudumu na ibada, kudumu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Itafikia mahala Allah atakupenda. Nani asiyependa kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa makano shahidi ni pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Allah anasema wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, na hataacha mja wangu kujikurubisha kwangu kwa kufanya ibada za sunna, hatta uhibba, mpaka nitampenda.
hapa dalilun ala anna almudawamata ala alibadati, hii ni dalili ya kwamba mja kudumu katika ibada, wal istimraru ala al-amal salih, na kuendelea kuyafanya mambo mazuri, mambo mema, sababun limahabbati Allah ta'ala lil'abdi, hiyo ni sababu ya mja huyo kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, tuendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tusiache ibada kwa sababu tu Ramadhani imemalizika. Miongoni mwa faida na matunda ya kuendelea na ibada hata baada ya kumalizika Ramadhani, annaha sababun litakfiri alkhataya wal athami, kuendelea na ibada ni sababu ya kufutiwa makosa. Ikiwa wewe utaendelea na ibada ukawa ni mwenye kufanya ibada, hii ni sababu ya wewe kufutiwa makosa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi sahihaini, katika hadithi iliyoko katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume siku moja amekaa na masahaba zake, anawaambia, araaitum law anna naharan, hivi mnaonaje lau mto wa maji ungekuwa unapita bibabi ahadikum, katika mlango wa mmoja wenu, maji yanapita mlangoni kwako, na huyu mja huyu yakhtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, huyu mja akawa anaoga mara 5 kwa maji hayo ambayo yanapita hapo, anaoga narudi ndani amekaa, anaoga mara 5 kwa siku. Mtume anawauliza maswahaba, akawauliza, hal yabqa min daranihi shay'un, ili mnafikiri kwamba mtu huyu anayeoga mara 5 kwa siku kuna uchafu ambao unaweza ukabakia katika mwili wake? Qalu, maswahaba wakasema, la yabqa min daranihi shay'un, hakuna uchafu utakaobakia kwa mtu huyu, huyo mtu atakuwa ni msafi mno. Qala, Mtume akasema, fadhalika mathalu salawati al-khamsi, huo ni mfano wa swala 5, yamhu Allahu bihinna al-khataya, Allah hufuta kwa kupitia swala 5 makosa. Kwa ukidumu na kuswala 5, ukidumu na kuswali, swala zinakusafisha, unakuwa ni msafi, mpaka nafikia mahala utakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala hauna dhambi hata kidogo. Kwa kweli haya ni matunda ya wewe kuendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, usiache swala kwa sababu ya kumalizika Ramadhani. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أحبة, khutba yetu ya leo inaelezea umuhimu wa Muislamu kuendelea kumwabudu Allah hata baada ya kumalizika Ramadhani. Usiache ibada kwa sababu ya kumalizika Ramadhani. Tukaona mahimizo, namna tulivyohimizwa Waislamu kuwa ni wenye kumwabudu Allah siku zote, lakini vile vile tumeona matunda ya kuendelea na ibada. Tukiendelea kutaja matunda na faida za kuendelea na ibada, faida ya 3, ittisalul qalbi billahi ta'ala. Ukiendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ndio wewe kuwa na mawasiliano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala. مما يعطي القلب قوة ونورا وثباتا على دين الله, mawasiliano ambayo yu'ti alqalba, yataupa moyo, quwwatan wa nura, utaupa moyo nguvu ya kuendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na utaupa moyo nuru ya kuweza kuyaona mazuri, lakini pia wathabatan, na utaupa mwili au moyo uthibiti wa kuthibiti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kudumu na ibada ni kutengeneza mawasiliano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na mawasiliano mazuri na Allah ndio kufanikiwa. Miongoni mwa faida za kudumu na ibada, annaha tanha
sahibaha 'anil fahsha'i wal munkar, kwamba ibada humzuilia mwenye ibada hiyo na machafu na mambo mabaya. Ibada inakuzuilia na machafu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, hakika swala humzuilia mtu na mambo machafu lakini pia na mambo mabaya. Swala ikiswaliwa ipasavyo, swala hiyo itakuwa ni kizuizi cha kumzuia mtu na maasi mbalimbali. Swala hiyo itakuwa ni kizuizi cha kumzuia mtu na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Jaa rajulun ila nabii sallallahu alayhi wasallam faqala, mtu mmoja alimjia mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, inna fulana yusalli bil-layli, mtu fulani anajitahidi kuswali usiku kucha hata kulala halali. Fa idha asbaha saraqa, lakini anapoamka asubuhi anaiba, ni mwizi. Sasa kuna haja gani ya yeye kuendelea na ibada na hali ya kuwa ni mwizi? Swala hii bwana haimsaidii kitu. Angalia jibu la mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, sayanhahu ma taqul, hiko anachosema kwamba anakifanya, anasimama usiku kufanya ibada, hizo ibada za usiku itafikia mahala zitamzuilia yeye na kitendo cha kuiba. Ndipo nasikia mtu anasema, ni bora mimi nisio swali. Fulani anaswali lakini anafanya 1 2 3 4 5. Hakuna afadhali, wewe sio swali, wewe ni mbaya. Huyu anayeswali na anakosea, iko siku swala yake itamzuilia na makosa hayo. Wewe sio swali, utakuja kuzuiliwa na nini? Na haya si maneno mazuri kwa Muislamu. Mpaka Waislamu wanasema maneno haya, bora mimi nisio swali, fulani anaswali lakini mbona anafanya hivi? Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa matunda na faida za kuendelea na ibada, innal abda idha kana yudawimu ala al-amal as-salih, hakika mja anapokuwa anadumu kuyafanya mambo mema mazuri, anadumu kufanya ibada, thumma arada alayhi udhrun, kisha akaja akapata udhur, akapata dharura, min maradhin, akapata maradhi ambayo yakamzuilia sasa kuendelea na ibada hizo, au safarin, au akapata safari ambayo inamzuilia yeye kuendelea na ibada, kutiba lahu ma kana ya'malu hala sihhatihi wa iqamatihi, ataandikiwa thawabu kutokana na yale aliyokuwa akiyafanya alipokuwa mzima, aliyokuwa akiyafanya alipokuwa safarini, anaandikiwa thawabu. Kama kuna ibada alikuwa anazifanya kabla ya kuumwa, akija kuumwa anaendelea kuandikiwa thawabu hizo. Hata kama hafanyi, anaendelea kuandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mja anapokuwa amesafiri, anaandikiwa yale ambayo alikuwa akiyafanya anapokuwa mjini kwake, hayuko safarini, anaandikiwa thawabu na Allah kwamba anafanya matendo hayo mema. Hii ni faida ya kudumu na matendo yaliyokuwa mazuri. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallama kutueleza mambo haya ni ili sisi tujipinde katika ibada. Kwa maneno haya yanatiliwa mkazo na hadithi ya Mtume. Mtume anasema, idha maridha al-abdu au safara, mja anapoumwa au akasafiri, kutiba lahu ma kana ya'malu hala sihhatihi, ataandikiwa thawabu ya matendo yale ambayo alikuwa anayafanya alipokuwa mzima, wa iqamatihi, na anaandikiwa thawabu ya matendo ambayo alikuwa akiyafanya alipokuwa katika mji wake, hayuko safarini. Rawahu al-Bukhari. Ndugu zangu katika imani, matunda na faida za kuendelea na ibada ziko nyingi kupita maelezo. Akhiran, mwisho kabisa, alamatu qabulil a'mal, alama na dalili za kuonyesha kwamba matendo yako yamekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Alama na dalili za kuonyesha kwamba matendo ya Muislamu yamekubaliwa na Allah ndani ya mwezi wa Ramadhani, Ramadhani yako imekubaliwa na Allah. Kuna dalili za wazi. Ya kwanza kabisa, alqalbu aqrabu ila Allah subhanahu wa ta'ala, moyo unakuwa karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala.
baada ya Ramadhani. Jichunguze wewe, moyo wako na Allah subhanahu wa ta'ala, vipi moyo wako ulivyokuwa karibu na Allah? Uko karibu au uko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala? Ya pili, ayuhibba at-ta'a wal ibada, ni kwamba mtu atajiona kwamba anapenda sasa ibada, anapenda mambo ya kheri na anayakubali mambo ya kheri. Yani anapenda kuswali, anapenda kutoa sadaka, anapenda kuunga udugu, anapenda kufunga. Anafunga masiku meupe, anafunga siku za Jumatatu na Alhamisi, anafunga funga ya Daudi, anafanya yaliyokuwa mazuri, anapenda mambo ya ibada. Moyo wake unapenda ibada. Kama moyo wako unachukia ibada, kwa hakika hii ni dalili ya kuonyesha kwamba Ramadhani yako haijakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tatu, la yatruku at-ta'ati wal ibadati allati kana ya'malu fi Ramadhana. Yani mtu atajiona kwamba hayuko tayari kuacha ibada wala kuacha khairi zote ambazo alikuwa anazifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, anaendelea kuzifanya hata baada ya kumalizika Ramadhani. Haachi. Hii ni dalili ya kwamba Ramadhani yako imekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nne na ya mwisho, la yaudu ila ayi dhanbin taba ila Allah minhu fi Ramadhan. Hayuko tayari kurudia dhambi ambayo alitubia dhambi hiyo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, tuendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho wa kumwabudu Allah ni pale tutakapokuwa tumezikwa. Allah anamwambia mtume na tunaambiwa sisi, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka mauti yakufike. Mwisho wa ibada ni wewe kufa, ndio mwisho wa ibada. Usiache kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kumalizika Ramadhani. Ahibba, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وخذل من خذل المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.